Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu, Mheshimiwa Idi Hassan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano, Mheshimiwa George Mchechu Masaju, Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Stephen Wazira, Makamu Mwenyekiti wa CCM Bara, Mheshimiwa Dr. Sharoz Migiro, Katibu Mkuu wa CCM, Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Rais, naomba kwa ridhaa ya waheshimiwa wote, kwa heshima na taadhima na kuokoa muda, nisimame kwenye itifaki ambayo Chief Secretary ameshatuwekea. Naomba mniruhusu hivyo. Mheshimiwa Rais, sote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha salama katika siku hii tukiwa na afya njema na ari ya kulitumikia taifa letu. Kwa dhati kabisa na kwa niaba ya wenzangu, na kushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuamini na kutupatia jukumu hili muhimu kwa taifa letu, na leo kutupa nafasi kuja kukabidhi kazi uliotutuma. Na napenda mbele yako kuwashukuru wajumbe wa tume, Secretariat na wataalam tuliofanya nao kazi kwa moyo wao wa kujitolea, kwa weledi, kwa uzalendo. Kwa kweli Mheshimiwa Rais, ulinipatia timu bora sana yenye wabobezi, wazalendo na wachapa kazi kama ambavyo Katibu Mkuu Kiongozi ameeleza. Nisingetamani kupata timu nzuri zaidi ya hii. Kwa hiyo nakushukuru sana. Na naomba Mheshimiwa Rais uniruhusu kutoa mfano tu wa dedication ya timu tuliokuwa nayo. Na hapa ni wataje Secretariat. Manake Mheshimiwa Rais, hawa kuna wakati walilala pale Benki Kuu, tulikokuwa tunafanyia kazi mpaka asubuhi. Lakini kuna binti mmoja ambaye Chief Secretary uridhia tumwazime kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Anaitwa Jema. Jema alikuja akiwa na ujauzito. Nikaanza kuwa na wasiwasi. Namuuliza Jema, vipi? Akasema usiwe na wasiwasi. Tumeendelea naye mpaka naona kama muda unafika. Jema, vipi? Akasema usiwe na wasiwasi. Mheshimiwa Rais alifanya kazi na sisi, alienda kujifungua tu akarudi, na mimi nikawa namtania, akasema nafikiri mjukuu wangu ingekuwa natoka kabila fulani hivi ningemuita tume ya kodi. Lakini natoa hii personal story Mheshimiwa kuonyesha dedication ya timu ambayo kwa kweli wewe na Chief Secretary mmenipa. Nashukuru sana. Nashukuru viongozi wakuu pande zote mbili za muungano, waliopo madarakani na wastaafu, pamoja na viongozi wengine, wananchi na wadau mbalimbali kwa ushirikiano wao. Wakuu wa mikoa na timu zao na wengine wako hapa, walitupokea vizuri na kutupa ushirikiano mkubwa sana. Ni dhahiri kuwa bila moyo wa uzalendo na ushirikiano wao, tume isingekamilisha jukumu hili kwa ufanisi na ukamilifu. Na washukuru pia mabalozi na wawakilishi wa mataifa ya nje na mashirika ya kimataifa ambao nao walitupa ushirikiano na mawazo yao. Na nawashukuru sana wale wa zile nchi 4 tulizotembelea ambazo ni Uingereza, India, Vietnam na Jamhuri ya Korea. Mheshimiwa Rais, ulituagiza twende kupata uzoefu wa nchi nyingine. Na kwa lengo hilo kama nilivyosema tumetembelea hizo nchi, na tunawashukuru sana mabalozi wa nchi hizo hapa na wakwetu kule waliko, lakini zaidi Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje waliofanikisha ziara hizo. Kipekee kabisa Mheshimiwa Rais, napenda mbele yako mimi na wenzangu tumshukuru sana Katibu Mkuu Kiongozi Mheshimiwa Dr. Moses Pogole Kusilika. Kama alivyokiri mwenyewe, alitupa msaada na kila ushirikiano na kutuvumilia sana katika kutekeleza majukumu uliyotutuma. Mheshimiwa Rais, usiporidhika na mapendekezo haya, lawama zote ni kwetu, sio kwa Chief Secretary. Mheshimiwa Rais, katika mkutano wa 15 wa Baraza la Taifa la Biashara
tarehe 29 Julai 24 ulitamka nia yako ya kuunda tume itakayofanya tathmini ya kina kuhusu mifumo ya kodi na kupendekeza maboresho. Mheshimiwa Rais, ulitimiza ahadi yako na kuizindua tume hii tarehe 4 Oktoba 24. Hadidu za rejea ulizotupa zilibeba matarajio na matamanio ya wananchi kuhusu mfumo wa kodi wanaoutaka. Tunaamini kuwa mapendekezo tunayokabidhi leo yakitekelezwa kwa ukamilifu yatakidhi matarajio yako Mheshimiwa Rais na ya Watanzania, wakiwemo wafanyabiashara, wawekezaji, washirika wa maendeleo na wadau wengine wote katika masuala ya kodi. Mheshimiwa Rais, kama ujuavyo, kwa zaidi ya miaka 30 hayajafanyika mapitio makubwa na ya kina ya mfumo mzima wa kodi nchini tangu yale yaliyofanywa na tume ya kodi iliyoongozwa na marehemu Edwin Mtei. Nchi na dunia wakati huo ilikuwa tofauti sana na ilivyo leo. Kwa mfano, ukizingatia mabadiliko yanayoendelea katika mahusiano ya kimataifa duniani, kauli ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere inayobeba falsafa kubwa ya kujitegemea inastahili uhai mpya kwa heshima ya taifa letu. Tume imefanya kazi kipindi ambacho uchumi wa Tanzania unafanya vizuri, ambapo kasi ya ukuaji wa uchumi imefikia zaidi ya 6%. Uwekezaji umeongezeka na unazidi kuongezeka. Mapato ya kodi na sio ya kodi yameongezeka hadi kuvunja rekodi. Uwiano wa kodi na pato la taifa nao ulipanda kutoka 11.5 mwaka 2003 hadi 13.5 mwaka 2005, sawa na ongezeko la 1.8 ndani ya miaka miwili. Tume inatambua na inampongeza sana Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania, ndugu yetu Yusuf Juma Mwenda na timu yake, pamoja na taasisi nyingine zinazokusanya mapato ya serikali kwa mafanikio haya. Mheshimiwa Rais, kimsingi siri ya mafanikio haya ni mazingira mazuri yanayozidi kutulia na kutabirika ya uwekezaji na biashara kwa upande mmoja, na maboresho ya utendaji wa TRA na utawala wa kodi kwa ujumla kwa upande mwingine. Tunayo haki kujivunia na kufurahia mafanikio haya. Lakini Mheshimiwa Rais, iwapo tunataka kuipa falsafa ya Mwalimu ya kujitegemea uhai mpya, na iwapo tunakubali kuwa 70% ya mafanikio ya malengo ya Dira ya Maendeleo 2050 itategemea ushiriki wa sekta binafsi, ni muhimu sana mfumo wa kodi usiwe na athari hasi kwa mazingira ya uwekezaji na biashara. Tunatambua vile vile kuwa kujitegemea kwa kweli na kufikia malengo ya Dira 2050 kunahitaji ongezeko kubwa la mapato ya serikali. Hivyo ni muhimu tuwe na mfumo wa kodi unaopanua wigo wa kodi na kuhakikisha kila mtu anachangia kadri ya kipato chake, lakini kwa namna iliyo rahisi, iliyo wazi, ya haki na usawa, na ambayo haiwi kikwazo kwa ongezeko la uwekezaji na biashara. Maana hatuwezi kuvuna bila kupanda, wala kukamua maziwa bila ng'ombe kulishwa. Ni muhimu sana Mheshimiwa Rais, mfumo wa kodi unaotakiwa lazima usaidie kujenga uchumi shirikishi, ili mafanikio ya uchumi unaokuwa yasiwe ya watu wachache, bali yamfikie kila Mtanzania anayejituma kuboresha maisha yake. Kama alivyosema Rais wa awamu ya 3 marehemu Benjamin William Mkapa mwaka 2003, na nanukuu, mageuzi ya uchumi na kuboresha uchumi mkuu peke yake haitoshi kupunguza umaskini, maana umaskini ni kama pweza, una mikia mingi. Mwisho wa kunukuu. Lengo mojawapo ya mapendekezo ya tume ni kuhakikisha mikia yote inaguswa na kodi zisiwe kikwazo cha vita dhidi ya umaskini. Mheshimiwa Rais, naomba nikupe muhtasari wa tathmini ya mfumo wa kodi kwa ufupi tu. Na tume imebaini masuala mbalimbali kwenye mfumo wa usimamizi wa kodi nchini ambayo bado ni kilio cha walipa kodi. Naomba nitaje machache tu, manake yako mengi. Ya kwanza ni viwango vikubwa vya baadhi ya kodi na uanzishwaji wa kodi, tozo, ushuru, ada mpya bila kuzingatia vya kutosha malengo mengine mapana ya kitaifa.
na hii huleta hali ya kutotabirika na kuathiri mazingira ya uwekezaji na biashara. Ya pili ni mfumo wa utatuzi wa migogoro ya kikodi ambao bado wadau wanaona hauridhishi na walipa kodi wana mashaka na wanapoteza imani na mfumo uliopo, wakiona kuwa vyombo vya utatuzi wa migogoro havina uhuru wa kutosha kimfumo na kiutendaji. Tatu, zipo mamlaka nyingi za udhibiti zinazokusanya mapato, na tukisema mapato sio lazima kodi, sambamba na mamlaka ya mapato Tanzania na mamlaka za serikali za mitaa, bila uratibu wa pamoja. Matokeo yake wote hutoza ada, tozo, ushuru kwenye chanzo kimoja na walipa kodi wale wale, na hivyo kusababisha kero, usumbufu na gharama kubwa kwa wahusika, hadi wengine wanaona bora kupenyeza rupia ili kuondoa udhia. 4, Mheshimiwa Rais, bado hakuna utaratibu kamilifu jumuishi. Sisi tunapenda kusema 360 degrees. Hakuna utaratibu kamilifu na jumuishi wa kuwatambua, kuwalea na kuwakuza wajasiriamali wadogo na wote wanaoanza biashara mpya. Jambo hili ni kilio kikubwa sana cha wananchi kote tulikopita, na hasa vijana kwa siku nyingi. Jambo hili liko kwenye matamko mengi ya Chama cha Mapinduzi na serikali. Lakini kwenye hili, Mheshimiwa Rais, kauli si mali. Tujiulize ni kwa nini bado wananchi wanalalamika. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wenzangu tunakuomba sana, usije ukamaliza muda wako wa uongozi bila kuwaachia Watanzania mfumo timilifu, kamilifu, jumuishi 360 degrees wa ecosystem ya kuwatambua, kuwalea na kuwakuza wajasiriamali wadogo wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, ukifanikiwa, ajenda ya uchumi shirikishi itatimia na hao watakuwa na mchango mkubwa sana katika mapato ya taifa huko tuendako. Ukifanikiwa, Mheshimiwa Rais, vijana wa Tanzania watakukumbuka daima na tumekuandalia mapendekezo. 5, Mheshimiwa Rais, ukusanyaji wa mapato ya kodi ikilinganishwa na ukubwa wa uchumi na ukuaji wake bado uko chini ya wastani wa 16% kwa nchi za SADC na chini ya lengo linalotakiwa la zaidi ya 20% ili kufikia malengo ya dira ya maendeleo 2050. 6, wigo wa kodi na walipa kodi bado ni mdogo. Kwa hiyo wachache walio katika mfumo rasmi hubeba mzigo mkubwa wa kodi na kuacha wengine wengi wenye shughuli za kuingiza vipato walio kwenye mfumo usio rasmi. 7, vipo bado vikwazo vingi kwenye urasimishaji wa biashara, ikiwemo mchakato mrefu wenye gharama kubwa na usumbufu pale mtu anapotaka kurasimisha biashara yake, ikiwemo wakati mwingine kudaiwa kodi, ushuru na tozo hata kabla hajapata chochote. Pamoja na kwamba wengine waliorasimisha wanajuta, wengine wametuambia wanajuta kwa kurasimisha, lakini hakuna popote tulipoenda nchi hii wananchi wakasema hawataki kurasimisha biashara zao, wala wakasema hawataki kulipa kodi. Wanachokuomba Mheshimiwa Rais ni kuwa na utaratibu ambao ni rahisi, wa wazi na wa haki, na kisha waridhike na jinsi serikali inavyotumia mapato. 8, pamoja na ongezeko kubwa tena kwa kasi la wananchi kufanya miamala mbalimbali kupitia mitandao ya kidijiti, bado matumizi ya fedha taslimu ni makubwa. Wananchi wameonyesha wako tayari kwa uchumi ambao kwa kiwango kikubwa hautegemei fedha taslimu, yani cashless. Lakini serikali inatazamiwa sasa ifanye kazi ya ziada kuweka mazingira bora na wezeshi ili kuongeza kasi ya mabadiliko hayo. 9, Mheshimiwa Rais, mifumo ya tehama katika usimamizi wa kodi imeboreshwa kwa kuanzishwa mifumo mipya ikiwepo TANSIS, IDRAS, TAUSI, GPG na kadhalika. Kinachotakiwa sasa ni mifumo hiyo kuondoka kwenye silos na kusomana vizuri, yani seamless integration, sambamba na kuwa na program tumizi, yani app zilizo rahisi na rafiki ili kuwezesha walipa kodi hasa wafanyabiashara wadogo kuzitumia. 10, matumizi ya risiti za EFD bado ni madogo na ni muhimu kutafuta njia
za nyongeza za kuongeza risiti zinazotambuliwa na TRA. 10. Hakuna sera na sheria mahususi za kodi ambayo inatoa mwongozo wa uandaaji, maboresho na uwekezaji wa malengo endelevu ya mfumo wa kodi nchi nzima kwenye sekta zote na ngazi zote. Sera na sheria mahususi ya kodi itasaidia kuimarisha uwazi, usawa, uhakika, kutabirika na kuweka mipaka ya utozaji kodi baina ya serikali kuu, mamlaka za serikali za mitaa na taasisi za udhibiti. 12. Baadhi ya sheria za kodi zimepitwa na wakati na haziendani na mabadiliko ya kiuchumi na kiteknolojia ya sasa na huko tuendako. 13. Bado lipo tatizo la upungufu wa mtazamo, yani mindset, maadili na weledi kwa baadhi ya wakadiriaji na wakusanyaji wa mapato ya serikali, jambo linalosababisha malalamiko na tuhuma za kila aina. Na 14. Elimu ya fedha na elimu ya kodi bado ni ndogo miongoni mwa jamii, ikiwemo wafanyabiashara wasio na uwezo wa kuajiri wahasibu na wakaguzi wa mahesabu ya serikali. Mheshimiwa Rais, naomba nikupitishe kwenye muhtasari wa mapendekezo. Ili kukabiliana na hayo niliyoyataja na mengine mengi, tunayo heshima kuwasilisha kwako mapendekezo 284 yanayotarajiwa kuleta mageuzi makubwa katika mfumo wa kodi nchini. Naona wanacheka, narudia 284. Yanayotarajiwa kuleta mageuzi makubwa katika mfumo wa kodi nchini. Na tumeweka katika makundi 7 yafuatayo. Kuna mapendekezo 146 kuhusu sera na sheria. Mapendekezo 41 kuhusu mifumo ya tehama, 30 kuhusu mambo ya kiutawala, 25 kuhusu urasimishaji na upanuzi wa wigo wa kodi, 15 kuhusu mazingira ya uwekezaji na biashara, 14 kuhusu utatuzi wa migogoro ya kodi, na 13 muundo na mfumo wa usimamizi wa kodi. Mheshimiwa Rais, mapendekezo ni mengi. Hivyo kwa ruhusa yako naomba sasa nitaje japo kwa ufupi baadhi ya mapendekezo katika kila eneo. Kwenye upande wa sera na sheria, kama nilivyosema, mapendekezo 146. Na tunachopendekeza nini Mheshimiwa Rais? Kwanza ni kuimarisha mfumo wa kisera na kisheria ili kuweka mwongozo wa kitaifa na misingi madhubuti ya kuandaa na kuboresha mifumo ya kodi, kuimarisha uwazi, kuondoa mabadiliko ya kodi ya mara kwa mara na kuhakikisha hakuna kodi au tozo zinazoanzishwa ambazo utekelezaji wake utakuwa na athari hasi kwenye malengo mengine ya kitaifa, ikiwemo yaliyomo kwenye Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Hivyo tume inapendekeza itungwe sera mahususi ya taifa ya kodi, yani National Tax Policy. Kisha tunapendekeza itumwe sheria mahususi ya kodi, yani Taxation Act, itakayoweka misingi ya jumla ya mfumo wa kodi nchini na kuyapa matamko ya kisera nguvu ya kisheria. Aidha, sheria hiyo ijumuishe pia mamlaka za serikali za mitaa na kuweka utaratibu mzuri wa mgawanyo wa vyanzo vya mapato baina ya serikali kuu na mamlaka za serikali za mitaa. 3, kufuta sheria ya ushuru wa bidhaa iliyopo ambayo ni miaka mingi na badala yake kutunga sheria ya ushuru wa bidhaa na huduma, yani Excise Duty Act. 4, kutunga upya sheria ya ushuru wa stamp, yani Stamp Duty Act, itakayoendana na mazingira halisi ya sasa na yajayo katika uchumi wa nchi yetu. 5, kufanya marekebisho mengine ya sheria mbalimbali za kodi ili kuwezesha mapendekezo yote yanayohitaji maboresho ya kisheria yatekelezwe. Na 6, ushirikishwaji wa wadau katika mchakato wa maboresho ya sheria za kodi uimarishwe zaidi. Eneo la pili, Mheshimiwa Rais, ni mifumo ya tehama. Kwenye eneo hili tunapendekeza kuwa TRA itengeneze program tumizi, yani app rahisi itayoingia kwenye simu yoyote ya mtu, itakayotumika kama lango la mlipa kodi
na kuanzisha mfumo ambao kwa kiwango kikubwa utakuwa faceless na paperless, na iwe na sifa zifuatazo hiyo app. Kwanza, iwe rahisi kutumia na kumwezesha mlipa kodi mwenye kiwango chochote cha elimu, kiwango chochote cha uelewa wa masuala ya kodi kufanya shughuli mbalimbali bila kulazimika kufika ofisi za TRA au kutumia kompyuta. Pili, iweze kumwezesha mlipa kodi kufanya vitu kama usajili, kujaza ritani za kodi na utaratibu rahisi na unaoeleweka. Tatu, imwezeshe mlipa kodi kuangalia malimbikizo ya kodi na madeni, tax liabilities. 4, imwezeshe mlipa kodi kulipa kodi moja kwa moja kwa njia za kidijiti, mitandao ya simu na benki, kupata stakabadhi na taarifa za miamala ya kikodi. 5, imwezeshe mlipa kodi kupata taarifa ya notice ya tarehe ya mwisho ya kulipa na kujaza ritani, kujifanyia makadirio ya kodi na kuwasilisha TRA. Na 6, imwezeshe mlipa kodi kuwasiliana moja kwa moja na msaada wa huduma kwa wateja, yani live chat and call support. Eneo la pili, kwenye TEHAMA tunapendekeza TRA iboreshe mfumo wa lango la mlipa kodi, yani taxpayers portal, ili kuruhusu tathmini kufanyika kwa njia za kielektroniki, kuanzia kuwasilisha ritani, kuwasilisha nyaraka za ziada, maelezo ya ziada na majadiliano ya marekebisho ya tathmini, yani assessment adjustment. Mfumo huo uweke rekodi, yani digital logs, ya kila hatua iliyochukuliwa kwa uwazi. 3, kuanzisha mfumo wa kielektroniki wa kusimamia ukaguzi wa kodi, yani tax audit automation system. Mfumo huu utaruhusu maafisa wa ukaguzi kupakia na kuchakata taarifa zote za ukaguzi ndani ya mfumo, na msimamizi, yani supervisor, kufuatilia mwenendo wa ukaguzi kwa wakati halisi, yani real time. 4, kuanzisha mfumo wa kielektroniki kwa njia ya kwa ajili ya makadirio ya kodi kwa walipa kodi wa makadirio, yani wale ambao ni presumptive taxpayers, kupitia lango la mlipa kodi, yani taxpayers portal na app ya simu. Mfanyabiashara aweze kujikadiria mapato yake kwa kutumia vigezo vilivyowekwa. Aidha, iwepo pia app rahisi kutumia na ya bure itakayosaidia wafanyabiashara wadogo kutunza kumbukumbu za mauzo na manunuzi, na hii itasaidia ukadiriaji sahihi wa kodi, yani tax assessment. 5, kadi zote za malipo ikiwemo N-card na za mwendo kasi kadi ziunganishwe na kuwa kadi moja itakayoweza kulipia huduma zote za msingi kwa gharama ndogo au ikiwezekana bila malipo kabisa. Aidha, kadi hii iwe na toleo la kidijiti, yani digital card, inayopatikana ndani ya programu ya tumizi, yani hiyo mobile wallet, yenye taarifa zote muhimu za mlipa kodi kwa malipo na huduma mbalimbali. 6, mfumo wa tausi uboreshwe na kuwezesha ukusanyaji wa mapato yote ya mamlaka za serikali za mitaa kwa njia za kidijiti, na kuweka sharti la kisheria kwa taasisi zote za serikali ikiwemo TAMISEMI kufanya na kupokea malipo kwa njia za kidijiti, yaani mfumo ambao ni cashless. 7, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI iongeze moduli maalum katika mfumo wa tausi itakayoruhusu watendaji wa mitaa na vijiji kusajili wafanyabiashara wote katika maeneo yao, hata wale ambao hawana leseni za biashara. Aidha, kuwe na program tumizi ya simu itakayotumika kukusanya taarifa za biashara zilizopo kama vile miliki, eneo, aina ya biashara na hali ya biashara, ili vizingatiwe wakati wa kukadiria kodi. 8, TAMISEMI ikamilishe moduli ya utambuzi na usajili wa majengo na matumizi yake ili kuwezesha ukusanyaji wa kodi na tozo mbalimbali kulingana na matumizi ya jengo la kodi, ili kodi itokane na matumizi halisi ya jengo na aina ya jengo. 9, mamlaka za serikali za mtandao ianzishe mkoba wa kidijiti, digital locker, utakaotunza nyaraka zote muhimu za raia ikiwemo vyeti vya kuzaliwa, vyeti vya taaluma, NIDA, TIN na leseni mbalimbali, ili kurahisisha upatikanaji wake kwa wakati wote na kwa wakati mmoja. Mheshimiwa Rais, eneo lingine ni hatua za kiutawala, kimfumo na kimuundo
ndani ya TRA, ndani ya mamlaka za serikali za mitaa na mamlaka za udhibiti. Mheshimiwa Rais, ongezeko kubwa la matumizi ya mifumo ya TEHAMA linatakiwa kwenda sambamba na hatua za kuboresha utawala na kuanzisha utamaduni mpya wa utendaji kazi wa wote wenye mamlaka ya kukadiria na kukusanya mapato pamoja na kushughulikia malalamiko ya walipa kodi. Hivyo tume inapendekeza kuwa TRA na wote wenye mamlaka ya kikodi wabadilike kimtazamo na kujenga utamaduni mpya wa huduma kwa walipa kodi. Na ili kuendana na mtazamo huo, tume inapendekeza TRA ibadilishwe jina kutoka Tanzania Revenue Authority na kuwa Tanzania Revenue Service. 2. Asante. Na tumeona nchi nyingi ambao wanaitwa hivyo wala haitawapunguzia hadhi yao. Ya pili, haki na wajibu wa mlipa kodi. Haki na wajibu wa mlipa kodi ambao uko kwenye mkataba wa huduma kwa mlipa kodi. Haki na wajibu huo ziheshimiwe kikweli, na utoaji wa elimu kuhusu haki na wajibu wa mlipa kodi uimarishwe zaidi. 3, Mheshimiwa Rais, ufanisi na utendaji wa TRA usipimwe kwa kigezo kimoja tu cha kiwango cha makusanyo, bali pia uzingatie usahihi wa mbinu za ukusanyaji na umuhimu wa kuimarisha mahusiano bora na walipa kodi, customer care, na kuhakikisha kuwa mbinu zinazotumika haziathiri malengo mengine ya kitaifa. 4, tunapendekeza kuondoa utaratibu wa maafisa wa kodi kuonana uso kwa uso na walipa kodi na kupunguza matumizi ya fedha taslimu na karatasi, kama nilivyosema, mfumo ambao ni faceless, cashless, paperless. Na kwa kadri inavyowezekana, masuala yote yafanyike kupitia mitandao. Aidha, iwapo upo muhimu wa kuonana, basi yatengwe maeneo mahususi ndani ya ofisi ziwe za TRA au mamlaka za serikali za mitaa yenye uwazi na CCTV kamera ili kuweka rekodi ya mazungumzo na kuondoa usiri kati ya mlipa kodi na maafisa wa TRA. 5, TRA imarishe matumizi ya mifumo ya TEHAMA kama tulivyosema, lakini pia watumie akili unde, artificial intelligence, data kubwa, big data na blockchain, na ili kupunguza mahitaji ya watumishi wengi, gharama za kiutawala, kuongeza ufanisi, kuhakikisha usalama na uwazi wa data na kuboresha huduma kwa walipa kodi kupitia teknolojia za kisasa. Mheshimiwa, teknolojia za kisasa zinawezesha yote hayo. 6, TRA iweke malengo ya kuongeza usajili wa walipa kodi wapya. Pamoja na malengo ya kukusanya, waweke malengo ya kusajili walipa kodi wapya ili kupanua wigo wa kodi na walipa kodi wa mapato kwa kuzingatia misingi ya kimataifa ya usimamizi wa kodi. 7, sheria ya usimamizi wa kodi sura 438 irekebishwe ili kuweka muda maalum usiozidi miaka 3 kwa TRA kufanya kaguzi, na yawepo masharti ya kuzingatia inapobidi kufanya kaguzi za kipindi kilichopita zaidi ya miaka 3. Aidha, TRA wafanye kaguzi kila mwaka kwa kuzingatia viashiria hatarishi vya ukwepaji au upotevu wa mapato, yani risk based audit. 8, tunapendekeza marekebisho ya sheria ya usimamizi wa kodi ili hati ya utawala, agency notice, itolewe baada ya taratibu za kisheria kufuatwa na sio kabla. 9, pamoja na mambo mengine, utendaji wa mamlaka za serikali za mitaa upimwe kwa namna walivyoweka, na wakuu wa mikoa wako hapa, kwa namna walivyoweka na kuboresha mazingira wezeshi ya uanzishaji, urasimishaji na ukuzaji wa biashara.
Aidha, halmashauri ziwekewe vigezo KPI vya kupima ufanisi na motisha kwenye kutimiza jukumu hilo la mazingira wezeshi ya kuanzisha, kurasimisha na kukuza. Na waweze kwenye KPI waonyeshe idadi ya biashara mpya zilizoanzishwa au kurasimishwa ndani ya halmashauri kila mwaka na hatua zilizochukuliwa kuboresha mazingira ya biashara katika ngazi hiyo mwaka hadi mwaka. 10, kuanzisha mfumo wa pamoja wa ukusanyaji wa ushuru, tozo na ada za mamlaka za udhibiti ili kupunguza usumbufu kwa walipa kodi. 11, utendaji wa mamlaka za udhibiti, Mheshimiwa, umeelekea zaidi kwenye kukusanya mapato badala ya kutekeleza vema majukumu yao ya msingi ya udhibiti wa sekta husika. Tume inaona wakati umefika kwa serikali kuweka utaratibu mahususi kwa taasisi za udhibiti kufanya kaguzi za pamoja katika baadhi ya maeneo ya biashara ambao hautasababisha usumbufu kwa wafanyabiashara, lakini bila kuathiri majukumu yao ya msingi kwenye taasisi hizo. Na 12, kufanya mapitio ya ushuru, tozo na ada zinazotozwa na taasisi na mamlaka mbalimbali za serikali ili kuondoa ushuru na tozo zinazofanana na kujirudia ambazo ni kero kwa wafanyabiashara na wananchi. Mheshimiwa Rais, eneo lingine ni la kutambua, kulea na kusajili shughuli za kiuchumi na walipa kodi. Mheshimiwa Rais, tunapendekeza kuwa TAMISEMI watumie kikamilifu mfumo wa serikali ambao unafika hadi ngazi za chini kabisa za jamii kwa ajili ya kurahisisha na kuweka utaratibu mzuri wa utambuzi wa vitu kama nyumba, biashara na shughuli nyingine za kiuchumi ili iwe rahisi kwa kila mtu kulipa kodi kwa kadri ya kipato chake. Kisha uandaliwe mfumo wa kanzidata ya usajili wa shughuli zote hizo katika maeneo ya mamlaka za serikali za mitaa. Na tume inaamini kazi hii inaweza kufanyika katika muda wa mwaka mmoja. Na Mheshimiwa Rais, kuna mikoa tumepita tayari on their own initiative wanazo hizo kanzidata. Pili, tunashauri serikali itoe muda wa mpito wa mwaka mmoja wa kutolipa kodi ya mapato kwa biashara mpya zinazoanzishwa na wajasiriamali wadogo ikiwemo startups. Aidha, waziri wa fedha atunge kanuni kuhusu utaratibu wa kutekeleza pendekezo hilo na kuhakikisha msamaha huo hautatumika vibaya. 3, TRA ishirikiane na TAMISEMI kuzijengea uwezo mamlaka za serikali za mitaa wa kuwa wakala wa TRA. Mheshimiwa Rais, mabenki yana wakala mpaka mtaani. Tunapendekeza, na hii itasaidia sana utambuzi na ukusanyaji wa baadhi ya kodi katika ngazi hizo za chini. 4, utaratibu wa kuandaa na kutoa vitambulisho vya machinga utazamwe upya na kuboreshwa kwa kuzingatia yafuatayo. Tunapendekeza TAMISEMI iwe ndio mamlaka pekee ya kutoa vitambulisho vya wafanyabiashara wadogo, yaani machinga, kwa kuzingatia sheria na kujumuisha taarifa muhimu za mlipa kodi na kufungamanisha na leseni ya biashara, kitambulisho cha taifa na TIN, zote ziunganishwe pamoja. Na 3, vitambulisho viwezeshwe kufanya malipo ya kidijiti, kwa mfano viwekewe QR code. Eneo lingine, Mheshimiwa Rais, tunapendekeza TAMISEMI iandae mwongozo, yani guidelines, wa utozaji tozo mbalimbali za serikali za mitaa utakaotumika katika kuandaa sheria ndogo za utozaji wa tozo hizo. Aidha, mwongozo huo uweke masharti muhimu ikiwemo ukomo wa kiwango cha tozo husika. 6, TRA kwa kushirikiana na TAMISEMI itekeleze takwa la sheria ya usimamizi wa kodi sura 438 kifungu 22 kifungu kidogo cha pili linalompa kamishna mkuu wajibu wa kusajili na kuwapa TIN watu wote ambao wana vitambulisho vya taifa. Aidha, TRA itekeleze sharti la kuunganisha TIN hizo na namba za NIDA na usajili huo ufanywe bila kujali iwapo mhusika na leseni ya biashara au hana. 7, tunapendekeza serikali ipitie upya na kuhuisha
ripoti ya utafiti wa kina yenye mapendekezo mahususi kuhusu sekta isiyo rasmi iliyoandaliwa na Profesa Disoto wa taasisi ya LD iliyokuwa mshauri wa serikali kwenye urasimishaji, na ripoti hiyo kukubaliwa na serikali mwaka 2005. Mheshimiwa, mapendekezo ya ripoti hiyo yanaweza kuhuishwa na kutekelezwa kwa ukamilifu kwa kuzingatia mazingira ya sasa ili kupunguza ukubwa wa sekta isiyo rasmi. Mheshimiwa Rais, eneo lingine ni elimu kwa mlipa kodi. Tunapendekeza kuwa mitaala katika ngazi zote za elimu kuanzia elimu ya msingi iboreshwe kwa kuongeza somo la kodi na uzalendo ili kuweka misingi imara ya uelewa wa kila mtu kuhusu wajibu wa raia na umuhimu wa kodi kwa maendeleo ya nchi, sambamba na kujenga maadili na utamaduni wa uwajibikaji kwa kila mtu. Pili, wakuu wa mikoa na wilaya watakiwa kuanzisha mapema iwezekanavyo mfumo na utaratibu wa kutoa elimu bure kwa kutumia utaalamu uliopo katika mikoa, wilaya na halmashauri kwa wajasiriamali wadogo kuhusu kuanzisha, kurasimisha biashara pamoja na masuala yanayohusu elimu ya fedha, yani financial literacy, na masuala ya kodi kama ilivyo kwa msaada wa kisheria chini ya Mama Samia Legal Aid Campaign. Aidha, TRA washirikishwe kama sehemu ya timu ya kutoa elimu hiyo na wachangie gharama ya mafunzo hayo ikiwa ni maandalizi ya kuongeza walipa kodi wapya. Zinaweza pia kuanzishwa kliniki japo mara moja kwa wiki katika ngazi husika ili kila kijana mwenye mawazo mazuri awe na mahali pa kwenda kupata ushauri na elimu ya bure itakayomsaidia kufanikiwa. Tatu, chuo cha kodi na chuo cha serikali za mitaa zishirikiane kuandaa mitaala na programu maalum za elimu ya biashara na kodi kwa wafanyabiashara wadogo watakao kuja kwenye hizo kliniki, na washirikiane na taasisi nyingine kama vile Chama cha Wahasibu nchini NBA na Chama cha Mawakili Tanganyika TLS kwa kujitolea. 4, Wizara ya Fedha na TRA waanzishe kampeni maalum za kutoa hamasa kwa wanunuzi na wafanyabiashara kudai na kutoa risiti za EFD kwa kila muamala inayofanyika, ikiwemo kuwapa tuzo au vyeti maalum za uzalendo. Mheshimiwa Rais, naomba sasa nizungumzie mazingira ya uwekezaji na biashara. Tunapendekeza serikali ifanye mapitio ya kina, yani comprehensive review, kuhusu mrahaba, yani royalty, na masuala mengine yanayokwamisha maendeleo endelevu kwenye sekta ya madini. Mapitio hayo yaweke misingi na kanuni za wazi za usimamizi na uwekezaji katika sekta ya madini. Pili, tunapendekeza kurekebisha vifungo vya sheria za taasisi za udhibiti vinavyotoa mamlaka ya kuanzisha mapato yasiyo ya kodi kwa kuweka masharti kuwa uanzishaji wa tozo yeyote unaofanywa na mamlaka hizo lazima uidhinishwe na Waziri wa Fedha baada ya kufanyika tathmini ya kitaalamu na ya kina kuhusu faida na hasara ya uanzishwaji wake kwa kuzingatia malengo mengine ya kitaifa. Tatu, tunapendekeza mfumo wa kodi uzingatie mahitaji na mazingira mahususi ya shughuli za kiuchumi kwa wajasiriamali wadogo na wakati, ikiwemo wakulima, wavuvi na wafugaji. 4, serikali ipitie upya taratibu na misingi ya utozaji wa ushuru wa huduma, yani service levy, eneo ambalo limelalamikiwa sana. 5, tunapendekeza kupitia upya kanuni zinazotoza ada, ushuru na tozo mbalimbali katika sekta ya utalii ili zihuishwe na kutozwa kwa msingi wa huduma inayotolewa na taasisi husika. 6, tunapendekeza kurekebisha kifungu cha 84 cha sheria ya VAT ili marejesho ya kodi, yani VAT refunds, yaliyokubaliwa yakishakubaliwa yalipwe ndani ya siku 30 toka tarehe ya kuwasilishwa kwa maombi ya mrejesho. 7, tunapendekeza kufanya maboresho ya sheria ya VAT ili kumtaka kamishna mkuu wa TRA kutoa muda wa ziada wa malipo ya VAT kwa wakandarasi wanaotoa huduma serikalini baada ya kuthibitisha uhalali wa maombi ya muda wa ziada, ikiwemo kuthibitisha kama hawajalipwa na serikali.
8, mfumo wa kutoa vivutio vya kikodi kwa wawekezaji upitiwe upya na kwa kina na kisha kuboreshwa ili vivutio vya kikodi viwe chombo cha kutumiwa na serikali kuelekeza uwekezaji kwenye maeneo machache ya kimkakati na kipaumbele katika kufikia malengo ya Dira ya Taifa 2050 na si vinginevyo. Vivutio vitakavyotolewa viwe kwa muda maalum na kuwe na mfumo wa ufuatiliaji ili kujiridhisha iwapo manufaa yaliyotarajiwa katika kutoa vivutio hivyo yanapatikana kwa wakati na ukamilifu. Mheshimiwa Rais, eneo lingine la utatuzi wa migogoro ya kikodi. Kwenye eneo hili Mheshimiwa Rais, tunapendekeza Mamlaka ya Mapato ya Tanzania ianzishe na kuimarisha mfumo wa kuweka mapingamizi kwa njia ya mtandao, yani e-filing, ili kuongeza kasi ya kutatua migogoro badala ya utaratibu wa sasa wa kupeleka nakala ngumu. Pili, tunapendekeza mapingamizi ya kodi yaamuliwe na kamishna mkuu ndani ya siku 90. Na ikitokea kamishna mkuu ameshindwa kutoa maamuzi ndani ya siku 90, basi sheria itamke kuwa uamuzi umechukuliwa kwa manufaa ya mlipa kodi. Tatu, Mheshimiwa Rais, tunapendekeza serikali ifanye marekebisho ya sheria zenye upungufu zinazopelekea kuwepo na maamuzi yanayokinzana kwenye kuamua kesi za kodi. 4, tunapendekeza jina la bodi ya rufani ya kodi, yani Tax Revenue Appeals Board, ibadilishwe na kuwa bodi la rufaa ya kodi, yani Tax Appeals Tribunal, ili kuhuisha mamlaka na jina lake kama inavyotambulika chini ya kifungu 233 cha sheria ya usimamizi wa forodha ya Afrika Mashariki. Na rufani dhidi ya maamuzi ya kamishna mkuu zipelekwe kwenye Tax Appeals Tribunal. 5, tunapendekeza kuweka utaratibu wa kisheria wa masuala yanayoweza kutatuliwa kwa usuluhishi, yani amicable settlement, kupitia mfumo mbadala wa utatuzi wa migogoro, yani alternative dispute resolution ndani ya TAT. 6, tunapendekeza kufuta baraza la rufani ya kodi, yani TRAT, na kuliondoa katika ngazi za maamuzi ya migogoro ya kikodi ndani ya muhimili wa executive, na badala yake maamuzi ya TAT yakatiwe rufani Mahakama Kuu na maamuzi ya Mahakama Kuu yakatiwe rufani kwenye mahakama ya rufani. 7, tunapendekeza serikali iongeze idadi ya majaji wenye utaalamu na ubobezi kwenye sheria za kodi kitaifa na kimataifa kwa kuzingatia mazingira ya sasa na yajayo, ili kuongeza ufanisi na imani ya walipa kodi. 8, kuanzisha division ya Mahakama Kuu ya Kodi itakayohusika na usikilizaji wa rufani za kodi kutoka TAT, maana kesi zinaongezeka na zinazidi kuwa ngumu, yani complex. 9, tunapendekeza kuweka muda maalum wa kusikiliza na kutatua migogoro ya kodi katika kila ngazi. Na 10, tunapendekeza kufanya maboresho kwenye ofisi ya msuluhishi wa malalamiko ya taarifa za kodi, yani TOST, ikiwemo kutungwa kwa sheria mahususi ya kuanzisha ofisi hiyo. Aidha, ofisi hiyo iendelee kubaki Wizara ya Fedha, lakini ikiwa na uhuru kama zilivyo FIU, Benki Kuu, NBS na TRA. 11, tunapendekeza kwamba msuluhishi wa malalamiko ya taarifa za kodi, yani Tax Ombudsman, ateuliwe na Mheshimiwa Rais kutoka miongoni mwa watu wenye sifa stahiki. Na mwisho, tunapendekeza majukumu ya TOST yaongezwe ili aweze kushughulikia pia ada, tozo na ushuru zinazotokana na mamlaka za udhibiti na mamlaka za serikali za mitaa. Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa tathmini ya tume, utekelezaji kamilifu wa mapendekezo yote yanayoletwa serikalini unakadiriwa kuongeza mapato kwa trilioni 11.05 katika kipindi cha miaka mitatu ya mwanzo. Ongezeko hili ni sawa na 5% ya uwiano wa mapato ya kodi kwa pato la taifa, yani tax to GDP, na kutufikisha kwenye uwiano wa 18%.
Mheshimiwa Rais, tunapendekeza pia mfumo wa usimamizi na uratibu na utekelezaji wa mapendekezo ya tume. Tunapendekeza kuwa ikikupendeza Mheshimiwa Rais, usimamizi na uratibu wa utekelezaji wa mapendekezo haya uwekwe chini ya Katibu Mkuu Kiongozi, ambaye kwa nafasi yake ya Katibu wa Baraza la Mawaziri na kwa mujibu wa kifungu 60 cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye mtendaji mkuu wa Baraza la Mawaziri. Na kwa nafasi hiyo na kwa kuzingatia malengo ya mapendekezo haya na kwa kujua inawezekana mapendekezo mengine yasipendwe na kila mtu, yeye yuko kwenye nafasi na mamlaka ya kuhakikisha mikia yote ya pweza huyu wa kodi inashughulikiwa kwa pamoja. Inashughulikiwa kwa pamoja bila kigugumizi wala mgongano wa maslahi. Na kukushauri mara kwa mara Mheshimiwa Rais, tume inapendekeza pia kuwa iundwe kamati shirikishi na iwe na sekretariat yenye wabobezi na wenye mtazamo chanya kuhusu mabadiliko makubwa, ili waandae mkakati wa utekelezaji, mpango kazi na mfumo thabiti wa tathmini, ufuatiliaji na uwajibikaji, huku wakizingatia umuhimu wa kulinda mafanikio ambayo hadi sasa yamepatikana. Kwa kuhitimisha, Mheshimiwa Rais, mapendekezo haya ya tume yanalenga kuleta mageuzi makubwa katika mfumo wa kodi nchini na yanatarajiwa kuongeza kasi ya uwekezaji na urasimishaji wa shughuli za kiuchumi, kupanua wigo wa kodi na kuongeza ari ya ulipaji kodi kwa hiari. Mapendekezo haya yakitekelezwa kwa ukamilifu yataongeza ufanisi katika utawala wa kodi kwa upande mmoja na kupunguza urasimu na kero kwa mlipa kodi kwa upande mwingine. Aidha, yataongeza matumizi ya tehama kwenye utawala na usimamizi wa kodi, kuweka mfumo unaozingatia haki, usawa, uwazi kwa walipa kodi na unaoongeza ushindani wetu kikanda na kimataifa. Utapunguza mianya ya ukwepaji kodi na kuongeza uadilifu katika ukusanyaji na usimamizi wa mapato ya umma. Ni kweli baadhi ya mapendekezo niliyoyataja yameanza kutekelezwa, lakini bado si kwa mjumuishi wa kitaifa, yani ile comprehensive, na kwa kasi ya business unusual. Nimeshindwa kupata Kiswahili chake. Business unusual, ambayo ndiyo inayohitajika kuleta mageuzi makubwa yanayotakiwa. Aidha, pamoja na kwamba kwa maoni ya tume mapendekezo haya yanabeba muafaka wa kitaifa juu ya kile kinachohitajika ili kuboresha mfumo wa kodi na utendaji kwenye kodi, lakini kama nilivyosema, si kila mtu atayapenda. Wapo wengine ambao kwa asili yao wanahofu mabadiliko. Inawezekana pia utekelezaji ukagusa maslahi ya wanaofaidika na hali ilivyo sasa. Hivyo utashi mkubwa wa kisiasa ni muhimu ili kuwe na msukumo wa dhati wa kuyatekeleza na ufuatiliaji. Mheshimiwa Rais, bila mabadiliko makubwa Tanzania itaendelea kukusanya kodi kutoka kwa wachache, tena kwa usumbufu, bila kuzingatia vya kutosha kule ambako fedha zinazunguka zaidi. Dira ya Maendeleo 2050 inahitaji mapato ya kodi ya trilioni 350, sawa na 22%, uwiano wa 22% wa pato la taifa ifikapo mwaka huo, jambo linalohitaji ukuaji wa kila mwaka wa 10.2. Sisi tunaamini inawezekana, lakini inahitaji utekelezaji madhubuti wa mapendekezo haya iwapo utayakubali, na mfumo madhubuti wa ufuatiliaji na uwajibikaji. Mheshimiwa Rais, niwie radhi nimeongea muda mrefu, naomba uniruhusu sasa kwa heshima na taadhima nikukabidhi ripoti ya Tume ya Maboresho ya Kodi ulioiunda, ripoti ambayo iko katika makundi ya vitabu 7, ambayo kuna ripoti ya tume, alafu kuna muhtasari wa ripoti ya tume, kuna bango kitita la changamoto na mapendekezo ya wadau wa kodi yaliyowasilishwa kutoka mikoa yote ya Tanzania bara na Zanzibar, kuna bango kitita la uchambuzi wa maoni yaliyowasilishwa na wadau, kuna bango kitita ya uchambuzi wa sera, sheria na ripoti maalum, kuna bango kitita la taarifa ya uzoefu wa nchi zingine tulizotembelea: India, Jamhuri ya Korea, Uingereza na Vietnam,
na kuna bango kitita la makundi na orodha ya wadau waliokutana na tume na waliowasilisha maeneo kwa tume. Mheshimiwa Rais, asante sana. Naomba tumpongeze kama makofi mengi mwenyekiti, na niwaombe viongozi, wakati mwenyekiti anakabidhi taarifa tukae. Wote tukae sababu kuna kamera ziko nyuma kule. Makofi mengi. Asante, tumpongeze tena